Bana, back in the day muziki wa madimbeni unaanza, naambiwa huko kusini bana ilikuwa ni ngumu sana muziki kusikiliza mbele ya watu ambao unawaheshimu, kwa sababu ilikuwa ni muziki ambao ma DJ na wasanii ambao walikuwa na produce walikuwa na lugha ambazo ni mbovu kinoma noma. Heshima nyingi sana kwa Miso Misondo. Wakati anakuja kuproduce muziki, alikuja na lugha zenye staha, zenye heshima ambazo unaweza ukaisikiliza popote pale. Inawezekana pia hii ndio sababu ya yeye kufika pale, licha ya kuwa huu muziki ameukuta na kuna wengi ma DJ wamekuwa na uproduce muziki huu wa madimbeni. Heshima, staha na kuheshimu pia kile anachokifanya, lakini mwisho wa siku kuwekeza katika digital platform. Inawezekana hii ni sifa kubwa sana ya Miso Misondo, mpaka leo anakuwa ni producer ambaye ana heshima yake katika huu muziki wa madimbeni. Lakini mimi najaribu kufikiria tu wale washikaji zake wa Miso Misondo, wazee wa makoti hivyo, wana platforms za mitandao ya kijamii. Yani nikizama zangu pale mjini Instagram, kuna ile account ya wazee wa makoti, ama kule YouTube, ama kule TikTok na kwingineko. Kwa sababu hao jamaa angekuwa na nafasi yao ya kutengeneza pia platform zao, ingewasaidia katika maokoto, sio mpaka Miso Misondo awepo na wao ndio wapate shavu. Lakini tuache utani mazee, huu muziki wa madimbeni una vibe kinoma noma, yani una vibe kinoma noma. Mimi naitwa Blenga na hizi ni info za Blenga.